Za usafiri wa umma zimeanza kurejea taratibu kote nchini baada ya viongozi wa sekta ya uchukuzi kusitisha mgomo wao kwa muda wa wiki moja kufuatia mazungumzo na viongozi wa serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Wadau hao wa sekta ya uchukuzi wanatarajia serikali kushughulikia suala la bei ya mafuta kwa siku 7, la sivyo mgomo urejelewe. Mwandishi wetu Michelle Mwangi na taarifa kamili. Mara tu baada ya tangazo la kusitishwa kwa mgomo wa magari ya uchukuzi nchini kwa muda wa wiki moja kutolewa, hali ya kawaida ilianza kurejea taratibu katika maeneo mbalimbali nchini. Mjini Nairobi, wahudumu wa sekta ya matatu walitii agizo la kusitisha mgomo huo, wengi wakisema kuwa familia zao hutegemea mapato ya kila siku kutokana na biashara ya usafiri ili kujikimu. Tumefurahia wamemaliza mgomo kwa vile pia raia walikuwa wanaumia. Hata kama mafuta wamepandisha, wacha wajaribu waone vile jinsi watakavyorudisha chini. Nashukuru venye wame call off hii strike ya mafuta, manake kama ingeendelea nafikiri hata wengine sijui tunge survive vipi. Sasa unaenda siku 6 gari na kunya mafuta 10,000 na unaweka 5,000. Sasa kitambo kuweka 5,000 hata unaweka 3,000 mzaro unapata ni 300. Hiyo ni kazi kweli. Kurejea kwa huduma za magari ya uchukuzi pia kulileta afueni kwa wafanyabiashara jijini Nairobi ambao awali walilazimika kufunga biashara zao baada ya maandamano kusitisha shughuli mbalimbali. Hii sekta ya mafuta manze imetuletanisha bana, unajua bila hizi magari bana si hatuwezi kula. Kama sasa mimi nimetoka kupiga kagideri kadhati huko nyuma, nimemonchoa jioni, hata sijui nazaenda na nini, unaona. Kulingana na mimi ni affect, manake kutoka jana yani nimeenda down kabisa. Katika kaunti ya Nakuru, wakaazi walipokea kwa furaha kusitishwa kwa mgomo huo, wakionyesha matumaini kuwa hali ya kawaida sasa itarejea katika sekta ya uchukuzi. Mimi ninasema hiyo kitu ni mzuri na ninashukuru kwa sababu watu wa matatu wamefanya kitu mzuri vile wameelewana. Katika maeneo ya Kajiado, Nanyuki na sehemu nyingine mbalimbali nchini, huduma za usafiri zilianza kurejea taratibu barabarani, huku abiria wakijitokeza kwa wingi katika vituo vya matatu baada ya saa kadhaa za sitofahamu. Kazi ilikuwa imepotea, hakuna pesa, na wengine tuko na family, wengine tuko na mambo mingi. So tunashukuru sana serikali, wameshikana na hao wakubwa wa matatu. Mimi nashukuru serikali kwa sababu hadi ipande 1 liter 1,000 nikiwa kwa pump, mimi ninafurahi nitapata mafuta. Huku hali ya utulivu ikiendelea kurejea taratibu katika maeneo tofauti nchini, wadau katika sekta ya usafiri wanasisitiza kuwa wanatarajia suluhisho la kudumu kutoka kwa serikali kabla ya muda wa wiki moja kukamilika. Kadri sekta ya usafiri unavyorejea kawaida baada ya serikali kusitisha mgomo, abiria sasa wanatarajia kuwa usafiri utarejea kawaida katika saa zijazo. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi.